Millionaires hawanunui nyumba wala piece of real estate kwa majina yao, wananunua chini ya majina ya kampuni yao. Kwa nini? So unaweza ukaona piece of real estate, kwa mfano labda kuna project kubwa, kuna ardhi, kuna piece of land zinanunuliwa sehemu, unaona limechukuliwa chini ya under XYZ Limited Company Limited. Ukahisi like kwa nini anafanya hivi? Kwa nini anapitisha huko? Lengo, kwa nini piece of real estate ama nyumba ama ardhi, viwanja vinachukuliwa chini ya project, chini ya kampuni? Hii ni kwa sababu, na ni makusudi kabisa, kwa sababu kuu moja. Kwenye kampuni kuna kitu kinaitwa limited liability protection. Inatofautisha kati ya maisha binafsi ya mmiliki wa kampuni na kampuni yake. Kwa vitu vinavyokuwa chini ya kampuni yake vinakuwa na ulinzi na usalama zaidi kuliko chini ya jina lake, kwa sababu ukiwa chini ya jina lako, chochote utakachokifanya kwenye maisha yako, kwa mfano labda utakuwa unadaiwa sehemu, ama kuna sehemu utakiwa ufanye uwajibishaji fulani hujakamilisha, mali zako zote ambazo ziko na jina lako zikifanywa research zitakamatwa na zitaenda kulipa kila kitu ambacho kimefanyika kwenye maisha yako. Lakini ukikisajili ndani ya jina la kampuni, it means kampuni yako ndio inakuwa na own, na kampuni kwenye jicho la sheria inakuwa na utu. Na kama ina utu, it means ni mtu, ina utu chini ya jicho la sheria. Inapokuwa na utu chini ya jicho la sheria, it means inaweza kununua, kuuza, kushtakiwa na kufanya kila kitu. So kampuni as a separate entity kutoka kwako inakuwa na uwezo wa kuweza kumanage hizi piece of real estate chini yake. Na hii faida yake nyingine ni kwamba inavyokuwa chini ya kampuni ni kwamba inaongeza credit score za kampuni yako, kwa maana ya kwamba inaongeza thamani ya kampuni. Kwa hiyo unavyoenda kuomba mikopo ama kuomba fund kwa ajili ya kuoperate kampuni yako na kurani biashara zako, inakuwa ni rahisi, kwa sababu kampuni yako portfolio yake ni kubwa, ina thamani, kwa sababu kampuni yako portfolio yake ni kubwa, ina vitu vingi vya thamani ambavyo ukienda chini ya benki kuomba mkopo vitakuwa kama collateral. Lakini pia kampuni yako itaonekana ni kampuni ina cash flow, lakini pia bado ina thamani kubwa, kwa sababu inamiliki different piece of real estate na ina operate katika high standard na thamani kubwa. It means unaweza kupata inakutengenezea mazingira ya kupata fund kubwa ili kuweza kuoperate biashara zako unazozifanya. So ukiwa unatamani kufanya real estate project, ama unatamani kununua manyumba, biashara na kila kitu, usihangaike kuchukua jina lako. Ukitumia jina lako ni kazi, ila kutumia kama kampuni, it means hivi vitu vinakuwa protected na vinakuwa salama all days na all time. So kitu kingine, kama mko watu wawili mnatamani mjichange mnunue ardhi ama project yote ya piece of real estate, usichukue kama binafsi wewe. Don't do that. Msichukue kama sisi tuchangiane hela, no. Chukueni kama kampuni, nunueni piece of land, piece of real estate. Mkishavinunua hivi piece of real estate ama land, vyote hivi mkavikusanya, mnavyokuja kuviacha vimachue au mnavidevelop, vinavyoongezeka thamani, ile thamani mnavyokuja kuiuza inaingia kwenye kampuni. Nyie mnakuja kugawana shares za umiliki wa kampuni. Kama mtu anamiliki 50% kwa 60, mtapata 60% kwa 50 kutokana na nini? Na kampuni, kwa sababu kampuni yenu ndio itakuwa ina manage hizi properties zote. So kama unatamani kuja kufanya biashara, ama tayari upo na real estate, ama tayari uko na kampuni na unatamani kujua haya mambo vizuri, nipigie kupitia namba inaonekana hapo. Hiyo namba yangu inaonekana hapo kwenye screen, na namba ya WhatsApp. Ipigie, kisha nipigie, then tutazungumza vizuri. Lakini kama unatamani kuanza pia kusajili kampuni na kumiliki kampuni ili unafanya hizo biashara in a smooth way, pia kwa namba unayoiona hapo ya WhatsApp nipigie, ama nitumie ujumbe kwa WhatsApp neno kampuni. Nitakusaidia kusajili kampuni yako, kuregister kampuni yako na kuweza kufanya haya mambo yote ambayo nimezungumza hapa.